hata huyu mwanamke nyinyi yule rafiki yangu. Si niwe rafiki yangu. Wewe ndio ulileta, sasa ulikuja kutuletea rafiki wa aina gani? Utaenda ukiendanga. Utajua hapa ni kwangu. Hii baba ni yangu. Vile ulikuwa unataka Mary aende, wewe ndio utaenda. Hebu kwanza shika jia kwanza uende. Na mtoto wangu. Hebu shika jia uende. Mtakao gani? Mnipe pesa ya huyu mtoto. Mtoto ni wa mwanaume. Kwani utakuwa unauza mtoto? Atakula nini? Lazima mnipe mgawie hiyo mali. Kwani hizo pesa zote ulikuwa unanunua masaba, ulikuwa unanunua gari, sijui ulikuwa unafanya nini? Unapeleka wapi? Unajua uko na mtoto. We've not been communicating. There's nothing we've been doing. Tuondoke, hatutaki maneno zako. Tulikuwa na mtoto wa kushughulikia na masaa zimeenda. Tumeshinda hapa tukikutafuta hapo tukiwa na wanaume wengine huko. Uachane na mtoto yangu. Ma'am, tafadhali. This is not the way we can solve things. Which things are Mary. we solving? Mary. Which things are we solving? Which things are we solving? Tafadhali. How? Calm down. Just imagine, unaona ako na mimi. I came down when this lady came into my house. Do you understand? You see, she's pregnant. What has he been doing? You can't do this to me. Ulikuwa unafanya nini? Wakati ulikuwa huko ulikuwa unanifanyia nini kama mama? I'm really sorry. Kusikia. Nimekuwa nikimtumia pesa, tumekuwa enda. We can't, ma'am, please. Leave my children alone. I have a family, bro. Yes. Leave my children alone. Unasikiza bro. Udem tumegrow na huyu for this little time, tumegrow. Unaona, I still have a new family. Yeah. Hello wanangu nguvu wanangu badi, watu wanajua kazi nafanya ni amazing zaidi mazee. Nashukuru sana kwa support yenu bana, bila nyese singeweza kufika sehemu ambayo nimefika. Alafu mnanifanya jinsi mtamu. Kwa kweli mambo mengi sana yamehappen, ila tunazidi zaidi kufuatilia na nashangaa mengi yanazidi kuchipuka, ila tunazidi kufuatilia kiundani na tujue ni vipi ili mambo ya kuwa fresh. Lakini pia Daktari Namwanga akiwa hapa, sidhani kama tunafaa kuwa na shaka ama shauku yoyote ile. So tunazidi kufuatilia kiundani tuweze kujua ni vipi tunaweza kupata suluhisho ya kila jambo ili mambo yawe fresh barida. Uko aje? Niko poa kabisa. And I'm so happy today. I'm hoping to get more of my assets. Wow, that's interesting. Daktari unasemaje? Mimi niko salama kabisa kwa siku hii ya leo, na pia I'm also very happy. Mimi furaha yangu ni kuona mtu amepata haki yake, mali zake zimeweza kurudi, na hiyo ndio tunashukuru Mungu. Wow, inaweza kupatikana. Wow, so uko aje? Niko poa. Unaendeleaje? Naendelea vizuri. Mimi sitaki kusikia hiyo sauti ambayo ongeeni na sauti. Mimi kitu inanikasirisha ni kuongea ni kama huku kula kitu. Si ulikula mali yenyewe? Si ukule uongee na sauti ambayo ulikuwa unatumia kukula. Nimesema niko poa, nimekuja hapa na ili tuweze kuongea kuhusu hiyo mali yote. Ya Mary. Usemi hiyo pati ya kurudisha. Tutarudisha pia. Nini? Sema na hiyo kurudisha. Tuko hapa kuongea hiyo mambo yote na kurudisha. Na kurudisha hizo mali. Wow. So, uko aje? Niko poa. So kuna mengi sana umesema unayo moyoni. Na sisi unajua ni vizuri tunapeana kila mtu nafasi. Taki kusema eti tuko na partiality or something. Kuna mengi unataka kusema, si ni kweli? Kuna mtu amekataza kuzungumza kweli? Hakuna mtu amenikataza, na ndio sababu nilikuwa nataka siku ya leo niweze kuona zile mambo, narudisha kichwa yangu nyuma. After vile mambo imekuwa na mzunguko ile yote tumekuwa nayo, nimerudi kuona kumbe nilikuja kuleta nyoka nikifikiria ni mwanamke kwa nyumba yangu. Nililetea huyu mwanamke katika nyumba ya kijana yangu ati ndio aweze kukuja kusimamia boma. Umenigeuka. Wewe mambo vile unaniita nyoka mimi. Mambo vile umefanya. Mimi nimekuwa nyoka. Hebu kumbuka vile mlifanya na yule msichana ulikuwa umeleta kwa nyumba. Unakumbuka yale mambo yote mmepitia? Nilileta ukaniambia unataka nikuwe bibi yake. Acha kusita ukiniambia wewe. Unakumbuka? Haina haja. Asifai kuanza kurushiana maneno. Unakumbuka? Tafadhali. Unajua? Please. Ma'am. Wacha hasira mingi. Wewe unajua vile amefanya katika nyumba yangu, amefanya tukorofane sisi zote. Wacha naweza kukuambia kitu moja. Unajua hao wengine wote hawajui. Mimi najua nini. So eleza kiundani useme ni nini hiyo ambao wamefanya na huyo msichana ambao unasema ni nini na huyo msichana ni nani? Na ni kitu gani ambacho kimesema tukaa hapa chini? Because you know, huwezi tuita tukae chini kuanza kuagi. Ile kikao tuita hapa kuonyesha vile unaweza pigana na huyo. Sisi hatuko hapa kuona. Pigana. Unajua hawezi kuanza kunirukia, na najua ile shida yote iliyoko katika nyumba ya familia yangu ni yeye ameleta. Imagine wakati alikuja kwa nyumba yangu alijifanya yeye ni Mkristo kama mimi. Lakini wakati tulikaakaa alichukua msichana mwingine, sijui huyu msichana anakuanga ni kabila gani juu sio wa kabila yake. Akaanza mambo mingi, akaanza kumpeleka kwa watu, wameniingizanisha na hizi mambo mpaka mimi jina yangu imechafuriwa. Sasa kuna vitu nyingi amenunua. Mashamba nasikia amenunua na huku milimani.
mashamba mingi. Nasikia kuna ploti amejenga na huku pande za Thika. Na huku Mombasa nasikia tena kuna shamba ingine alinunua, sijui imepangwa darasini ama nini. Hizo pesa alitoa wapi? Hizi mambo anatufanyisha kinyumbani ndio anapitia jina za kichini chini ama anatoa pesa wapi? Mama, acha nikuulize. So umekasirika sababu amenunua mashamba bila wewe kujua? Nimekasirika juu tunakuanga na yeye hapa, hizo pesa zote ametoa wapi? Na pesa zile zinatumangwa na Raymond. Hizo ni pesa zangu zenye mimi nimekuwa nikitumia Raymond. Hebu nikuulize. Zinatumangwa na Raymond, uanga tunagawana na yeye, na mimi zangu zile nabaki nazo, haziwezi zikakubali kufanya mambo zile yeye yote anafanya. Utanirudishia juu, hizo ni pesa zangu. Mimi ndio nimekuwa nikifanya kazi. Mimi nataka kujua hivi. Sasa ile kitu ambayo uko hapa umekaa hapa kusema in short ni hasira ambayo inafanya useme huyu amenunua vitu kuliko zile ambazo amenunua vitu kisirisiri bila wewe kujua. Hizo ndio vitu inafanya unaongea hivyo vile unaongea. Hiyo ni uongo yote mama anasema. Sababu kila kitu ninafanya mimi huwa tunafanya na yeye. Yeye ndiye ananionyesha njia. Na hizo vitu umenunua na huku, hizo mashamba ziko na huku milimani, ulitoa pesa wapi? Hizi ni pesa zangu. Juu nikikuleta hapa huku kuwa na kitu. Mam, kubuka. Huyu rafiki yangu akikuja hapa akatuambia na wewe kuna mahali tunaweza enda tupate mali yote. Alafu ukakubali. Nikakubali nini? Si mlienda na yeye ndio ukakuja kuniambia kuna pahali mlienda mkafanya kitu na ndio hiyo kitu nikabena. Kama ni kitu mzuri sawa basi. Hata wewe kuna yenye tumekuandikisha. Umeniandikisha wapi? Uliweka wapi hizo document ama unadanganya? Iko wapi? Mbona unakataa? Ni gani hiyo? Daktari. Si umeweka kolomu yako. Unajua nimewapa nafasi. Mimi na mbona hujawahi kuniambia? Ulificha kwa kolomu yangu na hujawahi kuniambia? Mbona watu wanaongea ni kama wajuani? Na wako pamoja. Na hizo pesa wanaongelelea ni hizo pesa zenye nakwambia daktari. Daktari, ni hizo ni kitu gani wanaeleza hapa? Mnajua wacha sasa niweze kueleza ukweli wa mambo vile kunaenda. Mnajua Ray akiwa Marekani wakati ambapo aliconnectiwa na huyu mwanamke, mama yake alimfanyia connection na huyu mwanamke. Kuna mambo mengine wamekuwa wakifanya kisirisiri bila wewe kujua. Unaona hizo mashamba ambazo unauliza ameweza kuzinunua aje? Hiyo pesa imetoka kwa Ray. Na kuna vile alikuwa anatuma pesa kupitia namba ya mtu mwingine zikimfikia. Ni ukweli ama ni uongo? Siri ni bwana yangu. Leo ni bwana yangu. Na hawezi pia ni pesa nikose kuchukua. Lakini pesa ni zangu. Pesa ni zangu. So the money that I've worked for with all my blood and sweat. Kwa hivyo and I need it. Unajua ni bwana yangu. So mimi akinipea pesa ninatumia akili. Ninanunua hiyo mashamba. Natua yetu akili, lakini uko ukijua I'm claiming what is mine. Mimi nataka pesa zangu. Sawa. Mimi niweze kukuambia kwamba unaona wewe hiyo shamba ambayo ulileta Mary, unakumbuka ile title deed ambayo huyu alileta? Hiyo ni title deed ambayo shamba ambayo haijulikani na mtu yeyote. Kwa hivyo zile zinajulikana hajarudisha hata moja. No wonder because there's a lot of money, a big deficit that is missing. Kwa hivyo kuna pesa daktari unataka kusema alikuwa anatumia kichini chini bila mimi kujua. Ndio pesa mingi sana alikuwa anapata kutoka kwa Ray. Mbona ulikuwa unaniambia ile pesa inakuja tu kwa njia ile naletewa nazo ndio pesa zenye unatumia? Mama, hebu nikuulize. Yaani bibi akiolewa kwa boma sasa lazima mama ajue kila kitu. Bibi sasa umekuwa mkubwa kuniliko. Mimi nikuja nikulete. Si tulikuwa tu mimi ndio naenda kukununulia nguo kwa soko ukiingia kwa hii boma. Si mambo yote tunaweka kwa nini? Si lazima tuongee kama bibi na bwana. Nimekujua. Wewe tunaona venye wewe ndo umeharibu. Wewe ndo uliharibu kila kitu. Kama ungeleta huyu hizo mambo zote zingekuwa. Mwanangu sikujua ni kitu gani, kumbe nilileta kinyonga kwa nyumba inageuka, mara leo ni karahi, kesho ingine ni karahi. Mimi sikujua huyu mtu anaweza kuwa namna hiyo. Wacha niseme mimi sina uongo hapa. Ulikuwa unakuja kwa nyumba yangu kujifanya kinyonga. Mimi naongea ukweli. Unaongea ukweli gani? Pesa yenye bwanangu ananipea ndio ninanunua mali yenye ninataka. Roho yangu ikitaka chaba, si ninanunua. Sasa kujua ametoa wapi? Labda ni amefanya kazi. Kati yenu wawili nani apata hiyo pesa? Gari iko kwa mikono ya nani ama iko kwa majina ya nani? Si ni yeye anakuaga na gari na mimi sinashinda ukisema bwana hapo. Huo bwana hata hajakuoa, huo si bwana wako. Hata labda huo mtoto mwenye unasema hapa ni wake si wake. Cause clearly you are a thief. Kumbe wewe
Wewe ndio ulikuja kuleta shida katika hii nyumba. Mimi nifanyaga mchai huku nipotezangu macho na kumbe ulikuwa na mipango hiyo. Ni bwana yako. Umemfunga macho. Ukimwambia afanye kitu anafanya. Mary, mtoto wangu tafadhali nisamehe tu mwanangu. Imagine, unaona sio kupenda kwangu na nilikukubali hapa. Unajua ulifanya harusi ya kanisa mwanangu. Sasa alifanya harusi ya kanisa. Nilichanganywa na mambo ya ushirikina ndio nikaweza kukosa. Acha kushida hapo kubebeleza Mary. Mama, yule ni mtoto wetu wako huku. Sasa tutafuata maneno ya uganga, uchawi ndio tutatumia katika hii boma, ama tutatumia maneno ya Mungu. Sasa mimi siwezi toka kwa hii boma sababu nimezaa mtoto. Na pia mimi tutaona vile daktari atadiru na wewe. Unasikia? Tutaona vile daktari atadiru na wewe ndio tujue kama ni ushirikina utaishi katika hii nyumba ama ni wewe. Huyu mtoto wangu nakula wakati. Huyu mtoto sioni kama ni wale. Huyu mtoto ni wake kweli? Unajua mambo ya mtoto siwezi yazungumzia sasa. Nataka hiyo nitazungumza Ray akiwepo. Sawa? Mambo ya mtoto nafaa kuzungumza Ray akiwepo. Kwa hivyo yeye akiwepo ndio tunaweza kuzungumza. Mbona unanishika hivyo? Na venye umenikosea. Ni kweli umenifanyia maovu. Tulikosa, ni kweli mtoto wangu tunakubali tulikosa. Umenifanyia mambo mingi sana. Lakini makosa ikipatikana inatakanga suluhisho. Unajua pale tumefika sasa, tumeshajua kiini cha mambo zote na vile imekuwa. Kwa hivyo niulize. Ai, ni nini sasa unashida ukibebeleza? Hebu nyamazeni. Acheni kelele. Bebeleza Mary mama. Hebu. Hata mimi ni mtoto. Ai, ondokeka hapo. Hata mimi ni mtoto. Umenikosea sana mama. Nataka sasa mseme kati yenu wawili nani ako na hizo shamba zingine na nyumba na gari. Hizo vitu ziko na nani kati yenu? Na gari na mimi sijuangi gari alitoa wapi. Mimi nakanyanga miguu na mtoto wangu ndio nilisomesha aweze kunikalisha maisha mazuri. Lakini gari ni mimi. Natembea na gari huku. Nataka hadi hizo gari. Hapa mimi ndio nilikuwa naenda kwa soko kumnunulia nguo, imagine. Kuna gari mbili ninataka. Gari ni yangu. Nataka hadi hizo gari juni zangu. Na mam, we Mungu tu ndiye anaweza kukusamehea. Mimi nimekusamehea. Lakini we kaa tu ujifikirie. Uone venye zile vitu zote umefanya na ujue venye utabadilika. Sasa Mary, hata wewe unatakikana understand, uone vile mambo zimeenda na uone kuna njia yenye zilipitia, sio mapenzi yangu. Unataka Mary understand uchawi ambao ulikuwa unafanya. Sasa mimi si daktari, mambo zenye zilikuwa zinafanyika. Huyu mwanamke nileta katika nyumba ndiye alikuja kuchimba maneno, anakuja analeta mambo zenye hazieleweki. Sema ni mimi peke yangu. Mama, tulikuwa na wewe. Wewe unaweza sema tulikuwa na wewe, lakini hebu acha nikuulize, kabla hujakuja kwa hiyo nyumba Mary, wakati ulikuja kulikuwa na uchawi kwa nyumba? Kulikuwa na uchawi? Wenye ulileta huyu mwanamke nyinyi yule rafiki yangu. Si niyo rafiki yangu. Wewe ndio ulileta. Sasa ulikuja kutuletea rafiki wa aina gani? Utaenda ukiendanga. Utajua hapa ni kwangu. Hii baba ni yangu. Vile ulikuwa unataka Mary aende, wewe ndio utaenda. Hebu kwanza shika jia kwanza uende. Na mtoto wangu. Hebu shika jia uende. Mtakao gani? Mnipe pesa ya huyu mtoto. Mtoto ni wa mwanaume. Kwani utakuwa unauza mtoto? Atakula nini? Lazima mnipe mgawie hiyo mali. Kwani hizo pesa zote ulikuwa unanunua masaba, ulikuwa unanunua gari, sijui ulikuwa unafanya nini? Unapeleka wapi? Huko unajua uko na mtoto. Ni wake. Mtoto atafa nani re? Huko unajua hiyo mali yote lazima mgawe nusu. Yangu na yenu. Mali ya nani? Mali ni yale. Ati re, sikia huyu mama. That is my money we are talking about. Hakuna pesa ya re hapo. Yes. You better come back to your senses. Huyu mwanamke achunguzwe sana akaunti zake, kwa sababu anaonekana kuna pesa nyingi sana ameficha za Ray. Mimi nataka pesa zangu zote. Daktari yuko hapa atachunguza because anafaa. Chunguze. Daktari, hebu chunguza hiyo maneno. Nataka pesa zangu. Anasema hapa achunguze kiroho ndani. Ndio ionekane pahali iko. Juu kimwili hawezi kubali. Hii kazi mnipe tu siku chache tutakuwa tumejua kila kitu. Kila kitu nitakiweka peupe. Kwa hivyo hii kelele mnapiga yote ukweli utajulikana tu. Mimi najua jinsi ambavyo nafanya kazi yangu. Nyinyi pigeni tu kelele. Ndio maana nimewapa nafasi mpige kelele, muongee, kelele yenu iishe. Mimi nikianza kazi sitataka kelele kabisa. Daktari, hata hapa sio mambo na kelele tafadhali. Ona hii boma ni kuanguka inaanguka sasa. Na msichana mwenye alikuja kwa nyumba yangu tulikuwa tumekaa vizuri. Kumbe nienda kuleta mtu tu akawa mnyama katika. Wewe ndio chanzo cha haya mambo yote. Anapitia huku chini. Kama si wewe, kama msichana. Mama, si tulikuwa na wewe. Hii mbago yote ni yetu na wewe. Tulikuwa na wewe, lakini mipango yenye ulipanga hiyo ya uchawi na huko hivi ulikuja kuniletea hii nyumba yetu haikuwa nyumba ya uchawi. Mimi sijui kama kwenu ndio mnatumianga uchawi ama ni nini. Hapa kwetu sio kwa uchawi. Mbona wewe ulikubali because wewe ni mama mzima? Sikuwa naelewa ni uchawi anatumia. Si unaona sasa vile tulikuwa na pesa kwa sababu tulikuwa tunatumia pesa ya kutosha. Si unaona? Sasa hizo pesa nilikuwa nafikiria ndio. Kwa hivyo ulikuwa unatumiwa pesa ndo subiri kidogo. Kwa hivyo hiyo kutumiwa pesa ndo ikakuingiamo ukasema wacha sasa tuende tufanye ushirikina kabisa. Sio mimi tukafanya ushirikina, unaona? Sasa akifanya mambo zenye alikuwa anafanya za ushirikina, nilikuwa nafikiria
familia tunaenea tu kwa sababu tumeshapata pesa ya kufanya mambo zenye tunataka. Kwa hivyo kuna mambo zingine anapitia chini chini na sijui. Sasa kuja kuniunganisha, kunifunganisha na mambo zenye. Kusema anapita chini chini, mambo mengine chini chini. Kwa hivyo wakati ambapo mchana mkienda naye kwa mganga huyu, jioni anaenda kwa mganga mwingine bila kujua, ama unamaanisha nini? Unajua mimi hata tukienda nilikuwa nafikiria tunaenda kwa muomba Mungu. Na si mlikuwa mnaenda pamoja? Si walikuwa mnaenda pamoja? Si nilikuwa nafikiria tunaenda kuomba Mungu juu mtu tu anafanya tu ni. Ulisema tumefanya vizuri sana. Unaweza ukasema vile tuende tuitishe yote mali yote. Nataka nikuwe upande wako. Mimi sitakuwa upande wa waganga. Kwa hivyo mkiwa huko mlikuwa mnaomba? Tulikuwa tunaomba. Mama alikuwa amefurahi sana kwanza. Nafikiria ni kuomba tunaomba. Subiri, wacha kuongea. Kwa hivyo mahali mlikuwa mnaenda maombi? Tulienda tukaambiwa huko. Ukisema kila eleza kitu inaeleweka. Wacha mahali mlikuwa mnaenda maombi ama nini mlikuwa mnaenda? Tulikuwa tunaenda kuomba ndio tupate hiyo ya kuchukua vitu za wenyewe. Tuliambiwa ni maombi, sasa tunaenda kuomba Mungu. Sasa ikikuja kuingia sasa tena mko pamoja mnasema walikuwa sikiza. Daktari nataka kujua. Walikuwa wanaenda kwa maombi? Hakuna maombi ambao walikuwa wanaenda. Watu walikuwa wanaenda kwa ushirikina. Unajua maombi ni ya kusaidia mtu, si ya kuharibu mtu. Kwa hivyo maombi yenu ilikuwa kumharibu. Si ndio nilikuwa nirudi kujua baadaye. Kama ni maombi ingekuwa hiyo kitu ambayo mlikuwa mmemrisha tumboni ingekuwa hapo. Kujua hizo vitu baadaye mimi sikuwa najua. Mimi sijawahi kukua na mambo kama hiyo daktari. Nirudi kujua baadaye. Uliza Mary mwenyewe alikuja kwa msichana mdogo. Unaona? Mtoto wa kwanza alipata pahali hapa. Ushawahi kuona mambo kama hiyo mwanangu? Ushawahi kuona? Mimi hata nilishangaa kabisa. Venye mama amenigeuka, tumekula mashida na yeye hapa. Nimekuwa nikimsupport venye nilienda America. I've been so supportive of her. Anything anahitaji. Wacha nikwambie daktari. Unaona vile tu Mary alikuwa ameenda na huko, sasa nikabaki niko peke yangu. Sasa ndio nilikuwa nimetafuta huyu mwanamke ndio niweze kukua na mtu wa kunikaa karibu juu sina mtoto mwingine. Unaona? Sasa nilikuwa naona sasa nimepata mtu wa karibu wa kufanya nini? Wa kunisaidia kuishi katika boma. Kwa hivyo mimi niweze kusema kwamba mimi ninajua kitu ambacho nitakifanya mimi mwenyewe. Najua kitu nitafanya. Kwa hivyo leo nimewapa nafasi muongee Daktari, yani huyu mama anataka tu kunigeuka. Anataka tu kunigeuka. Mjue ya kwamba hii mali lazima nigawie sababu ya mtoto wangu. Mali ya nani? Unagawiwa mali ya nani? Nitajuaje? Wewe. Unagawiwa mali ya nani wewe? Unajua mzee wako ulimdanganya. Nimesikiza kila mtu. Nimesikiza wewe, nimekusikiza. Mama, mbona baada ya kukuadhibu, baada ya kufanya maombi, baada ya kufanya kila kitu, bado unakuja hapa kusema uongo? Kwa nini? So ulikuwa unataka kumsikiza kwanza daktari adanganya vizuri? Nilimpea nafasi adanganya vizuri, hata nikamsupport na ukweli anadhani mimi sijui kile kitu. Leo asirudi kusema yeye ni bwana yake. Anza question. Kwa nini unakuja kudanganya? Hiyo ndio, mbona unakuja kudanganya mbele yangu? Kudanganya nini? Yale mambo yote umesema ni ukweli? Sasa sisi umeongea ukweli na tulisema tuongee ukweli. Si tumalize hii maneno. Nimekuuliza ile kitu yote umesema hapa ni ukweli? Wewe mambo umesema yote ni ukweli? Ukweli kabisa. Yani people never learn. Watu hawasomi. Mbona baada ya kukuadhibu tu bado unarudi hapa kudanganya? Kwa nini? Kudanganya tena ni kitu gani nimetanganya? Yaani hizi vitu zote ambazo umesema mara sio unaenda kwenda kwa kanisa, ulikuwa unaenda kuambia. Mbona unataka kutengeneza story? Hakuna, mimi naacha sasa nikwambie nimechoka. Acha nimekupa nafasi ya kuongea umeshindwa. Simekupa nafasi ukadanganya. Mimi acha sasa niseme ukweli. Huyu walikuwa anaenda kwa ushirikina kwa mganga na huyu tena kumefungwa vitambaa za nini wanafanywa uchawi. Hata ni wewe ulipewa mayai ukapasua chini. Hiyo mayai ndio ikakuja hiyo vitu ikakuja kwa huyo. Ni ukweli ama ni uongo? Afadhali mseme ukweli. Ni ukweli ama ni uongo vitu ambavyo nimesema hapa? Huko mimi niliona mayai. Hakuko na hiyo matabala mzima. Afadhali mseme ukweli. Mayai ya nini tena? Hao watu waseme ukweli daktari. Mbona mnataka kunikasirisha bure? Anafaa aseme ukweli. Nimempa nafasi aweze kuongea. Kwa hiyo ameshindwa kuongea ukweli. Mbona unataka kusema ukweli? Haki kusema ukweli daktari. Mimi nasema ni ya ukweli. Ma'am, tafadhali. Ma'am, hebu kuja tuongee na wewe hapa. Ma'am, unajua wewe ni mzazi na mimi nakuheshimu sana. Haina haja uanze kudanganya vitu mingi hapa. Ni vizuri tu unasema ukweli kuliko anza tena kuadhibiwa hapa for no good. Unajua mimi sasa natetemeka, nasikia uoga kwa sababu hii mambo sijawahi kupitia, mambo ya ushirikina. Sasa mimi inafanya moyo wangu itetemeke. Kuja useme ukweli. Acha mambo ya kudanganya.
na yeye muweze kuongea lakini wanashinda kipi corners kwa nini? Daktari kusema. Kaa chini useme ukweli. Haina haja kuanza kudanganyana hapa tu waste time nyingi. Kusema ukweli, mimi sasa hata unaona hata vile nimekuwa pale, mimi nasikia miguu yangu inatetemeka. Juu hizi mambo sijawahi kupitia, ni uoga niko nayo sasa, mimi nasikia uoga kabisa. Juu hizo mambo sijawahi. Uoga unafanya unadanganya? Sasa kudanganya mimi naona naongea tu ukweli, ile ni ukweli kabisa kweli. So hiyo mayai mlipasua, that's what we want to know. Sasa hiyo mayai vile ilipasuliwa, mimi hata nilikuwa nafikiria tunaletoa mayai ya kupika, juu nafikiria ni kwa muombaji Mungu. Sasa vile mimi ilikuja kupasuliwa chini, mimi sijui ilikuwa ya kazi gani. So ulipasua kama ujui ni ya kazi gani? Mayai ilipasuliwa lakini mimi sikuwa najua inapasuliwa kabisa. Si anadanganya. Mama, sema mimi mama, unaanza kutuzungusha na I don't like the way unazungusha. Kidogo mama, nyamaza kidogo. Haina haja tuzungusha hivi. Tuambie ukweli mama, ama daktari uadhibu tena. Unajua akiendelea kucheza na mimi nitawadhibu. Na mimi sema ukweli. Sema tu ukweli. Nimewapa nafasi waongee, wameshindwa kuongea. Sema ukweli. Wacha kutupitisha hapa na hapa. Daktari, mayai ilipasuliwa, lakini kusema ukweli mimi mambo ya vitu kama hizo mimi sielewi zinamaanisha nini. Sasa si ungesema hivyo. Mbona unataka kutupisha? Tetemeka, mimi nasikia uoga, mimi mambo zingine sijawahi kuona. Hao watu wako na mchezo mwingi sana. Mimi hata nataka nimekasirika sana kwa sababu mwanamke sipendi mtu kunizungusha hivyo. Hata najua kitu cha kufanya. Kati ya kamera bro. Watajua wajui.